Huyu bwana ambaye leo amepoteza uhai anaitwa Mr. Philbert Sawaya. Ni mkazi wa Kilimanjaro, ana umri wa miaka 50 kwa kukisia. Lakini majira ya saa 12 asubuhi mimi nakuaga na kawaida ya kuzunguka kwenye mtaa wangu kucheki usalama na mambo mengine. Baada ya muda kidogo nikawa nimepigiwa simu na dada mmoja ambaye ni ndugu na mmiliki wa hili jengo analopanga huyu ndugu ambaye sasa ni marehemu. Akaniambia kuna mtu amejitundika dirishani. Ameacha kupitia mlangoni, akawa amepitia dirishani. Sasa baada ya kufika eneo la tukio, kweli nilimkuta kiwiliwili kiko ndani lakini kichwa kiko nje. Sasa nikamwambia msimguse kabisa, muacheni hivyo hivyo, lakini baada ya kupeleka mkono kidogo kwenye pua nikaona kama vile hapumui kabisa. Sasa hapo nilichokifanya ni kupiga simu kwa mtendaji wangu wa kata. Baadaye nikampigia polisi kata. Kweli polisi kata alifanya jitihada, akapiga sentro moja kwa moja. Ndio polisi wakafika eneo la tukio, ndio tukatoa mwili kupeleka mochwari. Yaani huyu bwana kwa tunapomfahamu bwana ni fundi carpenter na ni mtu anapenda sana kunywa pombe. Na anakuwa alone, yaani ukimkuta mahali anakunywa anakaa peke yake, hataki kujichanganya na watu. Kwa hiyo hata kipindi anazidiwa na pombe, apate hata mtu kwa kumwambia kwamba ise pombe naona kama inakuzidi. Kwa hiyo yaani ni yule mtu ambaye hana wale marafiki wa moja kwa moja. Kwa hiyo nafikiri wakati alipofika nafikiri alipoteza ufunguo kama sikosei. Sasa akachukua maamuzi ya kupitia dirishani. Sasa katika hali ya kupitia dirishani, sasa kuna nondo zile zinapita kwenye dirisha. Sasa mwili ukawa umeingia huko ndani, lakini sasa kichwa ikashindwa kuingia. Sasa nondo ikabaki imemshika maeneo ya shingoni, ambayo hiyo ndio itakuwa imesababisha kifo chake.